siku leo kama ni Baba na wewe mtakatifu. Wewe ni Mungu mwenye rehema na wewe ni Mungu mwenye uwezo na wewe mwenye kibali. Na hata nakutukuza mchana wa siku leo kama ni Baba. Na hata nakuinua kama hakuna leka. Wewe kama ni Mungu mwenye rehema. Tunashukuru kuinuliwa kama ni mwanzo yote na wewe mtakatifu. Na hakuna aliye kama Mungu mwenye rehema. Natangaza ya kwamba Jehova jile mchana wa siku leo. Ibada yetu tunaweka mikononi mwako maana Mungu mwenye rehema na wewe ni Mungu mwenye uwezo na wewe mwenye kibali. Tangaza ya kwamba wewe kujituma na wewe kujileta hai nafasi katika ibada zetu katika jina la Yesu Kristo. Tangaza ya kwamba mchana wa siku leo unawakisha moto wa kuanga ikamata wachawi, ikamata walozi na washirikina. Tangaza ya kwamba siku leo hawatapata amani. Madhabahu zako sivunja, madhabahu zako nasibomoa katika jina la Yesu Kristo. Tangaza ya kwamba siku ya leo ni siku ya baraka, ni siku ya miujiza na ni siku ya kurejeshewa katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakutukuza, Baba tunakuinua kama hakuna aliye kama wewe. Inuliwa kama unastahili, inuliwa kama ni mwanzo yote na hakuna aliye kama wewe Jehova. Bariki mtazamaji kutoka mtandao, bariki huyo mama, bariki huyo mzee, bariki kijana, bariki Mungu wako uwezo wako kama Jehova na wewe ni Mungu. Roho liko Bwana sasa, karibu sasa ukatuongoze, karibu sasa ukatuelekeze. Maana hatuwezi bila msaada wako, hatuwezi bila kuongozwa na wewe. Baba tunakuinua, nasema unastahili kwa maana hakuna aliye kama wewe. Na ni katika jina la Bwana Yesu Kristo naomba na kuamini. Na mtu aseme amen. Amen. Tunashangilia baba yetu kwa makofi na vigelegele. Hallelujah. Tunashangilia mama yetu kwa makofi na vigelegele. Hallelujah. Tunashangilia baba yetu kwa mitandao kwa makofi na vigelegele. Hallelujah. Tunashangilia leo baada ya kufika katika ibada ya siku ya leo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru baba yangu kwa ajili ya kupatia nafasi kudumu katika madhabahu mchana wa siku ya leo. Chukui kama jambo la kawaida. Kwa hivyo watazamaji wetu kutoka mitandao, tunawakaribisha sana katika lunch ya siku ya leo. Inaamini ya kwamba siku ya leo itakuwa ni siku ya baraka kwako, itakuwa ni siku ya miujiza katika jina la Yesu Kristo. Unapoingia pale mtandaoni, kindly share that broadcast. Inaamini ya kwamba huyu Mungu atanakubariki. Penda mtu mwingine apate kufikiwa na ujumbe kama wewe unaenda kukusaidia siku ya leo. Kwa hivyo nataka mtu mwingine asaidiwe kama wewe. Kwa hivyo share that broadcast na Mungu atakwenda kukubariki. Bwana Yesu asifiwe. Na ujumbe ambao Mwenyezi Mungu amenituma nao kwa madhabahu siku ya leo na mchana wa siku leo, it is how to maintain your blessing. How to maintain your blessing. How to maintain your miracle. Wengine tunapata baraka na tunapoteza. Unaweza kuwa umekaa kwa muda mrefu bila kuwa na baraka, lakini unapopata ile baraka inapotea. Kwa nini unapata baraka? Hii wiki unakuwa na baraka, lakini hiyo wiki nyingine hauna. Ni kwa sababu kuna kitu ambacho hajawahi elewa. Anaamini ya kwamba ukienda kupata baraka au utapoteza tena. Kwa nini umeombewa ukatoka katika roho ya madeni na anajirudia tena kwako? Kwa nini ulikuwa masikini ukaomba tajiri wakuja kwako, lakini baadaye hiyo utajiri inaondoka tena, hizo mali zinaondoka tena, hizo baraka zinaondoka tena? Ni kwa sababu kuna kitu ambacho hawajawahi elewa. Lakini naamini ya kwamba siku leo Mwenyezi Mungu ametuma juu ya maisha yako, na kuna siku hata moja utawahi poteza baraka yako tena. Natangaza kwamba siku leo na yote ambayo ilikuwa ikiwinda kupata baraka na baada ya kupata baraka inaiba tena, natangaza kwamba hiyo maroho, natangaza kwamba ya mashetani mahali niko mchana wa siku leo unaikamata na moto, unaibuka na moto katika jina la Yesu Kristo. Anasema baraka yako baada siku leo hautaipoteza tena, by fire by power in the mighty name of Jesus. You are going to maintain your miracle. You are going to maintain your deliverance. You are going to maintain your blessing in the mighty name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unafika mahali unapoteza ile baraka yako tena. Unarudi ile hali ambayo ulikuja kuomboa magonjwa, na baada ya kuomboa ile magonjwa ukapona, lakini kwa muda ila magonjwa yanarudi kwako tena. Inarudi ni kwa sababu kuna kitu moja wewe elewa. Lakini naamini ya kwamba Mwenyezi Mungu siku leo anatuma juu ya maisha yako. Kama utaombewa uponyaji, hautapoteza uponyaji tena katika jina la Kristo. Kama utaombewa roho ya pesa, roho ya pesa itaondoka kwako katika jina la Yesu Kristo. Kwa maana fundisho ya siku ya leo inaamini ya kwamba inaenda kubadilisha. Na kuna siku hata moja utapoteza muujiza wako tena. Hakuna siku hata moja utapoteza baraka yako tena katika jina la Yesu Kristo. Amen. Now, point number 1, how to maintain your blessing
connection. If you want to maintain your blessing, understand spiritual connection. Huyo ni nani alienda akakuombea? Huyo ni nani alienda akuombea hiyo shida ulikuwa nayo? Kanisa yetu ni ukombozi, ni deliverance. Watu wanakuja mahali hapa, mtu akiwa na matatizo anaombewa na ile matatizo inaondoka. Lakini anaenda anakaa, ana disconnect, anaenda anakaa kwa muda wa miaka ama kwa muda wa miezi, ile tatizo inakuja inarudi kwake tena. Kwa nini inarudi kwake tena? Because does not understand spiritual connection. Yule mtu ambaye amekuombea ukombozi, okosi kujitananisha na hiyo mtu. Yule mtu ambaye amekuombea baraka na ukaipata na kuwa naye, you should not disconnect that person. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wengine tunapata, tunaomba kazi, ulikuja mahali hapa, au na kazi, ndio mtumishi wa Mungu akuombea kazi, baadaye unaenda unasahau. Ile madhabahu ambayo inakupatia kazi, unaisahau kabisa. Unaenda hata kungula Mungu ufikiriku kutoa kungula 10, afikiriku bariki na mtumishi wa Mungu ambaye alikuunganisha na hiyo baraka, alikuunganisha na hiyo kazi. Unaenda unasahau tena. Ile kazi inaanza kuleta matatizo. Inaanza kuleta matatizo tena. Unakuta kazi, unaanza kuhangaika. Ukija mahali hapa sema hapana, mimi naitwa so and so. Ilikuja mahali hapa the year 2023. Ilikuja mahali hapa ilikuwa matatizo mengi, lakini baada ya kumalizia ushindi wake anasema lakini imetokezea wapi? Ni kwa sababu hakumandae a blessing. Hakumandae his blessing. Kwa hivyo understand spiritual connection. Spiritual connection will enable you to maintain your blessing. Anakuja mahali anasema ya kwamba ile ambayo tatizo ilikuwa na mwanamkongo, hiyo kongo akapona, dua yangu ilikuwa na kisani, lakini kisani ikaisha. Lakini saa hii mume wangu anaanza kunitaka tena because I disconnect. Mimi nakuombea ya kwamba hiyo mtumishi wa Mungu alikwambia taabu siku moja ikaisha. Usiwahi disconnect hiyo mtumishi wa Mungu. Usiwahi disconnect hiyo madhabahu. Hiyo madhabahu inakupatia gari, inaweza kukupatia shamba. Hiyo madhabahu inakupatia afya, inaweza kukupatia gari. Kwa hivyo usijaribu kudisconnect na hiyo madhabahu. We can see the book of John 15 verse 1 to 5. In the book of John 15 verse 1 to 5. Inasema hivi, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, it takes away. And every branch that bears fruit, it prunes, that may bear more fruit. You are already clean, because the word which I have spoken to you, abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it binds in the vine, neither can you unless you bind in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. John 15 verse 1 to 5. Mimi ni mzabibu wa kweli. Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa matunda, yeye uliondoa. Na kila tawi lizaalo ulisafisha lipate kuzaa zaidi. Nyinyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya ule ujumbe niliowaambieni. Kaeni ndani yangu, nami nikae ndani yenu. Kama vile tawi haliwezi peke yake kuzaa matunda lisipobaki katika mzabibu. Kama vile tawi haliwezi kuzaa matunda pasipo kuwa na mzabibu. Mzabibu ndio mtumishi wa Mungu ambaye alikuombea. Kwa hivyo pasipo yeye kutakuwa na kiangazi kwako tena. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu jana alikuwa akifundisha the power of prophetic voice. Bwana Yesu asifiwe. Neno la nabii katiliwa ndani ya mtu. Nabii yako ni nani? Huyo ambao anakunenea mambo mazuri kila wakati. Hiyo ni nani alikufungua? Hiyo ni nani alikuondoa ukapata ndoa? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu alikuondoa ukapata ndoa, anaweza achilia hata gari, mashamba, motajiri. Kama vile tawi aliwezi kazaa matunda pasipo kuwa na mzaituni, lazima kuwa na hiyo mti. Kwa hivyo kama mti hauko, tawi haiwezi kazaa matunda. Kwa hivyo wakati ambao una disconnect, when you are abiding in me and me in you,
anything. Amen. Hakuna kitu ambacho kitakushinda. Amen. Kwa hivyo kama ni baraka ambayo utaombewa, Aha. kama ni baraka ambayo utapanda kwako, Aha. hata wewe katika, Amen. hata wewe kauka, Amen. ni kwa sababu umedisconnect. Amen. Umeconnect. Lakini ukidisconnect, hiyo baraka utapokea. Amen. Mimi ni maombi yangu siku ya leo. Kama unachangua madhabahu, unachangua baba hii madhabahu ndio kuhani wako. Aha. Every time and then keep connected. Every time and then connect. Usipoteze ile muujiza ambao uliomba ukapata. Amen. Usipoteze ile baraka uliombewa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So keep connected. In the verse inasema ya kwamba I am the vine and you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me you can do nothing. Amen. That's why. Mimi ni mzabibu, nanyi ni matawi. Akae ndani yangu, nami nikiwa ndani yake. Huyo uzaa matunda mengi, maana bila mimi hamwezi kufanya chochote. Bila mimi hamwezi kufanya chochote. Amen. Kaa ndani ya Yesu. Aha. Na Yesu akaa ndani yako. Amen. Bila yeye hauwezi kufanya chochote. Amen. Lakini ukiwa na Yesu, Aha. ukikaa ndani ya Yesu Kristo, Oh, yeah. ukiamua kumtumikia Yesu peke yake, Aha. kusema kana mtegemeo Yesu, Yesu akaa ndani yangu, akaa ndani yangu. Yesu akiwa ndani yako utaweza mambo yote, utaweza kuzaa matunda. Amen. Lakini udisconnect, leo kwa kanisani, kesho kwa divina, kesho ngine kwa mganga, utapoteza. Yesu hatakaa ndani yako. Amen. Yaani utapea many fruits. Aha. Yaani utazaa matunda mengi. Amen. Ni kwa sababu asipo Yesu, hauwezi ukazaa matunda. Amen. Hauwezi chochote. Amen. Bila Mungu hataweza chochote. Amen. Lakini ukiwa ndani ya Mungu, Aha. ukikaa ndani ya Mungu, na Mungu akaa ndani yako, utazaa matunda mengi. Na Amen. chochote kile utaweza. Lakini usipokaa ndani ya Yesu, Yesu asipokaa ndani yako, utalemewa na maisha. Amen. Baraka utapana zitapotea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo baraka ulipata wapi? Wengine tunapata baraka. Na ile madhabahu ikuambia kupata baraka na disconnect na mtumishi wa Mungu. Amen. Unaenda kwa jana shukrani mahali pengine. Unaenda kutoa dhabihu zako mahali pengine. Unaenda kutoa fungu lako la 10 mahali pengine. Hiyo madhabahu ambayo uliondoa ukapata kazi, unastahili kutoa fungu la 10 hapo. Amen. Wengine tunachanganyikiwa. Nani alikuomba ukapata kazi? Huyo anasema ya kwamba niliomba wakati ambapo niliomba nikiwa kijijini. Na mimi unafanya kazi town saa hii. Hiyo kanisa ambayo unaabudu. Mimi wa kijiji huyo mtumishi wa Mungu alikwambia kupata kazi huko mjini. Lakini wengine tunajiconfuse. Unaanza kutoa fungu huko. Yule alikuambia ukapata kazi, ukapata hiyo kazi hiyo baraka ambayo uko nayo. Fungu la 10 unastahili kutoa hapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na atiatizia tunagawanya unatoa kwa na kila hapana. Huyo ambaye alikuambia hiyo kitu kapata au kuwa nayo unastahili kutoa fungu la 10 pale. Amen. Kwa hivyo mtazamaji wangu pale mtandaoni, tunaona wengine tunapoteza baraka. Kazi inakuwa matatizo. Nani alikuambia ukapata hiyo kazi? Ni mtumishi wa Mungu. Nilikuwa naamuru kanisa lingine. Lakini uone mtumishi wa Mungu si alikuambia ukapata kazi. Wewe umekuwa mshirika pale. Ukienda pale kwako ulikuwa uko na kazi. Nani yule ambaye alikuambia ukapata hiyo kazi? Ni nani alisimama na wewe wakati ambao uko na kazi? Nani alikuwa anakuambia wakati ambao uko na kazi? Kwa hiyo fungu lako la 10 unastahili kutoa pale. Unaona wengine wanafanya kazi lakini kazi yao ina matatizo. Ni kwa sababu wale ambao tunatoa fungu la 10, huyo mtumishi wa Mungu si alikuambia ukapata kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo na biashara. Ulienda kama mtumishi wa Mungu mahali kupata biashara. Hiyo biashara ikakuwa na ikaendelea vizuri. Fungu la 10 lako wangu unatoa wapi? Wakati ambapo una disconnect, mkikaa ndani yangu, mtazaa matunda mengi. Kwa hivyo ukikaa na huyo mtumishi wa Mungu alikuombea, unajua ya kwamba biashara niliombea nikapata. Mimi hata sikuwa mwanabiashara, na siku unajua kama kwamba siku moja nitakuwa mwanabiashara. Bwana Yesu asifiwe. Alikupandia hiyo roho ya biashara. Hiyo fungu la 10 lazima kutoa pale. Hiyo biashara yako itapanuka. Kwa nini mtumishi wa Mungu anatia roho ya biashara, ukafungua biashara na ikabilisika, wengine ikakwama, wengine ikastagnate? Ni kwa sababu ulidisconnect. Bwana Yesu asifiwe. Nani alikwambia kitu ambao uko nayo? Nani ni ndoa ambao uko nayo? Ulikuja kama mtumishi wa Mungu ndoa, ukapata ndoa ya ndoa. Every time and then unastahili dedicate ndoa yako kwa mtumishi wa Mungu ambaye alikuombea ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Yes, siku zilikuja. Mwana mtumishi wa Mungu siwezi nikasahau. Nilikuja katika madhabahu nikiwa sina pesa. Nilikuja katika madhabahu nikiwa sina biashara. Nilikuja katika madhabahu nikiwa sina ndoa. Lakini ukaniombea nikapata ndoa. Siwezi nikasahau. Hiyo sadaka natoa ya dedicate
ndoa yangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nakuombea kama mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, hakuna siku moja ambao utawahi kupoteza baraka yako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ukikaa ndani yangu mtazama, tuna mengi. Pasipo mimi hamwezi chochote. Amen. Pasipo mimi, Yesu aliwaambia ya kwamba pasipo mimi hamwezi chochote. Amen. Kwa hivyo pasipo Yesu hamtaweza chochote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yes, unasema kwa ukichokora mtumishi wa Mungu. Unamchokora ile kama ndani. Basta na kushukuru niwaambia nikapata kazi. Hapo tu naenda kumchokora naenda kuconnect ile kama ndani. Akapanda kitu kingine kwako. Utaendelea kuzaa matunda. Mimi alikwambia wewe kitu moja, lakini ndio ndio kuconnect na yeye. Anazidi kupanda vitu vingi juu ya maisha yako. Mimi nakuombea kwamba hakuna siku ndio utapata baraka ni kwa sababu ya kutojua. Kwa sababu Mungu anasema kwamba usiapo sisi watu wangu wanaangamia kwa kukosa kujua. Lakini naamini kwamba siku ya leo Mungu anakubariki ni kwa sababu hiyo ufunuo inaenda kukusaidia siku ya leo by fire by power in the mighty name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Point number 2, be a prayerful person. Kuwa mtu ambaye anapenda maombi. Usiombewa hapa kitu hapa na uende ukae useme kwamba kwa sababu mtumishi wa Mungu aliniombea hiyo tatizo inaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Keep charging your spirit. Kwa sababu maombi linaweka ulinzi kwa vitu vyako. Maombi linafanya angalau kuwe moto. Ni kwa sababu wakati ambao mtu amelala imebuka Mathayo 13:24. Wakati mtu amelala Shetani anapata nafasi ya kuja kupanda magugu. So be a prayerful person. Unastahili kuwa mtu muombaji. Unasema ya kwamba baraka niliyopata sitawahi poteza, hiyo baraka itakaa kwangu. Hakuna siku hata moja nitapoteza hiyo baraka. Hiyo baraka ni yangu. Inabaki kama Jesus. Pia hata nimeomba baraka nikaipata. Anaanza ya kwamba hata wewe toka kwangu. Pia ninaombewa kwa ya pesa. Pesa itawahi toka kwangu. Inabaki kama Jesus. Pia mambo ya biashara. Hii biashara yangu haitawahi kunisika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So another point to maintain your blessing. Be a prayerful person. Wakati unapokosa kuomba, unapatiana Shetani nafasi. Amen. Anaanza kupanda magugu tena. Anaanza kupandia magugu. Lakini ukiwa mtu muombaji, ukiwa unapenda maombi sana, maombi ni silaha ya Mkristo. Kwa hivyo wakati ambapo unalegea kuomba, unafika mahali utaje kuomba naweza ukaa ehuru bila kuomba. Umepatia Shetani nafasi ya kumwa ile baraka tena, kumwa hiyo baraka sasa, na anaanza kupanda magugu. Mimi nakuombea ya kwamba you are going to maintain your blessing wherever you are. In the mighty name of Jesus. Hakuna siku hata moja utapoteza baraka yako tena. In the mighty name of Jesus. Because you are going to be a prayerful person. Amen. Wakati unapokosa kuwa mwombaji, utapoteza baraka. Be a prayerful person. In the book of 1 Thessalonians 5:17. 1 Thessalonians 5:17. Pray without ceasing. Pray without ceasing. Wakati unapokosa kuomba, unaomba leo, unavuka unataka kuomba tena. Roho itolewa ndani ya mtu. Inazunguka siku 7. Itakuta nafasi kama ule mtu atalegea iposirudi hapo tena. Na ikirudi hapo tena, hiyo ndio inatendanga jangwani. Ikirudi hapo tena, kama ilikuwa roho moja, hata kuja roho moja, itakusanya mambo mengine ilete pale. Bwana Yesu asifiwe. So if you want to maintain your blessing, uliambiwa ukapata kitu. Uliambiwa mtumishi wa Mungu apate baraka. Kuna kitu ambacho alikuombea ukapata. Be a prayerful person. You will maintain that your blessing through a prayer. But if you are not going to pray, you are going to miss it. And it's my prayer today. You are not going to lose your blessing again in the mighty name of Jesus. You are going to be a prayerful person in the mighty name of Jesus. Na kila maroho ambayo inayokuwinda kuwa mwombaji, hiyo maroho naishambulia, hiyo maroho naikamata in the mighty name of Jesus. Maroho yote ambayo inakuzuia kuomba, maroho yote ambayo inakutoa usingizi, nipango usiombe, hiyo mashetani yanaikamata by fire by power in the mighty name of Jesus. So be a prayerful person. If you want to maintain your miracle, if you want to maintain your blessing, be a prayerful person. Amen. Soma kama umepata. Salini kila wakati. Maana nasema hapo kusali kila wakati. Amen. Every time. Asubuhi unaomba, ukipata chance kwa free unaomba,
ukilala unaomba, usiku wa manane unaomba, unasema ya kwamba hii baraka haitawahi toka kwangu. Hii roho inapatiwa na mtumishi wa Mungu ya ufanisi, ya kuendelea, ya prosperity, haitawahi toka kwangu. Lakini usipokuwa mwombaji, my dear friend, itakuja imolewa tena uwegewa maskini ambao kuwa nayo. Mimi nakuombea kwamba utaipoteza baraka tena. Amen. Kama utawakuitu for this kiss today, utaipoteza baraka tena. Utairudi ile hali ambayo ulikuwa. Kwa nini unaambiwa tatizo inaondoka, ninarudi tena? Kwa nini unaambiwa kitu unapata na baadaye unapoteza? Hakuna baraka yako utaipoteza tena. In the mighty name of Jesus. In the book of Luke 18 verse 1. In the book of Luke 18 verse 1. Huyu ni mwanamke ambaye alikaa mchana. Na yule mwanamke hakuchoka, alizidi kuomba apate haki yake. Maana tunasema ya kwamba huyu hakimu hakuwa anamcha Mwenyezi Mungu na hakuwa anajali hata wanadamu. Lakini kwa sababu huyo mwanamke alikuwa na ile roho si ya kuvunjika, akasema ya kwamba nitaenda hata kinaenda nikuje kesho, nitaenda tu. Nitaenda mpaka haki yangu ipatikane. Huyo mwanamke hakuchoka. Wewe unakuja mahali yako unakuwa na mtumishi wa Mungu. Umeingia mahali hapa ukiwa na shida ya Mungu. Mtumishi wa Mungu anakuambia kwamba kuja Saturday unashindwa kurudi tena, kurudia ukombozi wako tena, unashindwa. Lakini mwanamke hakuchoka. Mimi naomba uone hii roho ya mwanamke. Huyo mwanamke roho ambaye alikuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Alianza tu persistent. Akaendelea. Hakuchoka mpaka muujiza wake ukapatikana. Na kupoteza muujiza wake. Wengine ambao kwa kuatilia, nataka kuona hapa 2 months. Nataka kuona hapa mwezi mmoja tu. Nataka kuona hapa every Saturday for 1 month. Watu wanashindwa. Yule mtu anaombewa, tatizo inarudi tena. Anaombewa kwa sababu maroho inachokolo na anakosa kurudi katika ile madhabahu. Anakwenda kitana hiyo madhabahu, ataenda mtumishi wa Mungu, akienda wengine wanakufa. Amen. Na hili ni maombi yangu. Hautawahi kupoteza baraka tena. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Luke 18 verse 1. Basi Yesu aliwasimulia mfano kuonyesha kwamba ni lazima kusali bila kukata tamaa. Alisema, katika mji mmoja kulikuwa na hakimu ambaye hakuwa anamcha Mungu wala kumjali binadamu. Katika mji huo kulikuwa pia na mama mmoja mjane ambaye alimwendea huyo hakimu mara nyingi akimwomba amtetee apate haki yake kutoka kwa adui yake. Kwa muda mrefu huyo hakimu hakupenda kumtetea huyo mjane, lakini mwishowe akajisemea, ingawa mimi simchi Mungu wala simjali binadamu, lakini kwa vile huyu mjane ananisumbua, nitamtetea. La sivyo ataendelea kufika hapa na mwisho atanichosha kabisa. Basi Bwana akaendelea kusema, sikieni jinsi alivyosema huyo hakimu mbaya. Ndiyo kusema Mungu atawatetea wale aliowachagua ambao wanamlilia mchana na usiku. Je, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyo hakimu akasema ya kwamba huyu mwanamke anaenda kuja hapa saa zote na kunisumbua. Wacha nimpatie haki yake, tumalizane. Bwana Yesu asifiwe. How to maintain your blessing. Persist in prayers. Usipoomba baraka itaendiwa. Usipoomba tatizo itarudi. Ile muujiza ulipata utapotea tena. Keep persisting in prayer. Yaani omba. Useme ya kwamba utajiri utawitoka hapa kwangu. Hapa itawitoka hapa kwangu. Pesa itawisha hapa kwangu. In the mighty name of Jesus. In the book of Matthew chapter 7 verse 7. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. For everyone who asks receives, and who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. Amen. Matthew 7 verse 8. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, bisheni mlango nanyi mtafunguliwa. Maana yeyote aombaye upewa, atafutaye upata, na abishaye mlango ufunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Atafutaye upata, anaomba anapatiwa, abishaye mlango ufunguliwa. Kwa hivyo ukipata mlango wa pesa, spirit of money,
bisha mlango tena upate baraka nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini usipoomba, usipotisha, ukikwamia pale tu, hiyo baraka itakuwa moja na hiyo baraka haitakusaidia akiwa moja. Kwa sababu uko na mahitaji mengi. Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji gari, unahitaji shamba, unahitaji mke, unahitaji mume. Bwana Yesu asifiwe. So ask, seek, pray, be a prayer person. Mimi nakwambia kwamba leo omba. Omba. Lina kile uko nacho. Na kile hauna itisha. Amen. Knock the door. Ukushane milango na mtafunguliwa. Amen. Pray. Omba na mtapewa. Kile hauna, omba leo Mwenyezi Mungu akupatie. Kile uko nacho, lina kupitia maombi. Bwana Yesu asifiwe. Point 3. Positive declaration about your life. Amen. Our positive declaration. How to maintain your blessing. Our positive declaration about your life. Wako unajiongeleanga aje kama mtu. Wako unaongelea mtoto wako aje kama mtu. Unasema kama niliombewa lakini sidhani kama hiyo tatizo imeisha mimi. Yaani unaombewa lakini unakuwa imani yako ni fugufugu. Mimi naona hiyo vitu ni kama itarudi. Mimi ni kama naona mimi ni kama hii biashara haitaendelea. Mimi ni kama naona bila naona hata hizi pesa tu ni za muda tu. Our positive declaration about your life. Amen. In the book of Proverbs 18:21. Proverbs 18:21. Jineneane mambo mazuri. Kama mambo mtumishi wa Mungu, baraka ni sehemu yako. Tangaza kama mimi ni tajiri. Mimi nitafanikiwa. Mimi nitaendelea. Mimi si maskini. Lakini wengine kumwombewa hapo nasema hapana. Mimi tu hiyo maskini sisi. Sidhani kama imeenda. Mimi wa maskini kama umenilemea. Our positive declaration about your life. If you want to maintain your blessing. Wengine tunaua miujiza yetu na baraka zetu kwa maneno yetu. Ni kwa sababu ulimi uko na uhai na uko na kifo. Ulimi huu uko na uhai. Kama utajinenea mazuri, mtumishi wa Mungu ataachilia baraka. Utaenda kusema kama mimi nibarikiwa. Hautaongea laana pale. Hautaua baraka yako kwa mdomo wako. Unasema kama mimi nimebarikiwa. Hiyo neno itakuwa ikiwa kila time every time and then. Hautaua muujiza wako na baraka yako. Bwana Yesu asifiwe. Proverbs 18:21. Ulimi una nguvu ya kufanya hai na kuua. Wanaopenda kuutumia watakula matunda yake. Ulimi uko na nguvu ya kufanya hai na kuua. Wanaopenda kutumia ulimi watakula matunda yake. Wewe unatumianga ulimi wako vipi? Umetabiriwa baraka. Our positive declaration about your life. Wengine tunaona miujiza yetu kwa sababu ya ulimi. Ulimi uko huwa baraka. Wengine tunaona maponyaji yetu, miujiza yetu ni kwa sababu ya ulimi. Ile maneno ambayo yanatoka pale. In the Proverbs chapter 6 verse 2. Ulimi uko na uwezo wa uhai na kuua. Wengine tunaona baraka zetu. Umetabiriwa hapa. Unasema kama sidani kama itatendeka. Mtumishi wa Mungu anakuambia kama within 3 days, within 2 days kutakuwa na financial breakthrough. Ukinaona pale unasema kama pasa anatabiri lakini sidani kama mimi hizo pesa zitatoka wapi. Mama alikuja akashuhudia hapa. Akasema kwamba alikuwa kunasikia kuna mila kwa mama. Naye alikuwa anakaa kwa muda mrefu bila kupata mila kwa mama. Yaani hapo anapata siku hata moja. Akasema huyo Mungu hapa sana anasimama bila kwa mama kumuona. Mama anasikanga bila kwa mama. Akapata bila kwa mama ya 5,000. Amen. 5,000. Ni kwa sababu mimi nilienda kanisani akasema mtumishi wa Mungu amesema bila kwa mama. Mimi naamini kwamba hiyo ni muujiza. Na sitaua, ninaamini kwamba najitabiria na mdomo wangu. That bila kwa mama, I'm seeing it by fire by power. In the mighty name of Jesus. Watari, walozi, wajaribu kupinga, mimi najua ya kwamba baba wangu akiwa amenena, I'm going to receive a miracle money. In the mighty name of Jesus. Pesa ya muujiza ni sehemu yangu. Amen. Lakini kutoka pale nje. Na anasema isitoka wapi? Nani anaweza tu pesa na unama? Watu wanatenderuka. Hata kuna reverse anaweza regesha. Hata kuna yes na no anaweza kata haraka kama mtuma kwa unama. Unaweza unaoa muujiza kwa mdomo wako. So our positive declaration about your life. Hata kama ambao utaona Mungu enda na hiyo. Na Mungu akijaribu kudivert na wazazi wanambia kwamba hapana. Pasa ananiambia nitaona Mungu.
Sina kuangalia gani niko sahihi, lakini ananiambia kama nitaona Mungu. Ananiambia kama hii jua itatua inapata baraka. Kwa hivyo wewe hautanisaidia, siwezi kuona na wewe baraka yangu. Hiyo nimekataa. Mimi naamini kwamba nitapata hiyo muujiza. Ninaamini kwamba leo nitaona Mungu. Hapo declaration about your life. Proverbs 6:2. Umejibana kwa maneno yako mwenyewe. Umejibana kwa maneno yako mwenyewe. Wengine tumejibana kwa maneno yetu. Unatabiriwa hapo na sema kwamba iwezekani. Nimeombewa lakini sasa kama nitapona. Umejibana kwa maneno yako mwenyewe. Umeua baraka yako kwa sababu ya maneno yako. Wewe unaongelea watoto wako aje? Wewe unajiongelea aje? Baada ya kuona mtumishi wa Mungu, baada ya kupatiwa unabii, wewe unajiongelea aje? Wengine speak negative, declaration na counterless. Unaongea vitu ambavyo stahili. Ile maneno ambayo kutoka kinywa chako ni maneno maofu kabisa. Unajitabirianga kinyume. Mimi ni maskini wa Mungu au maskini wa Mungu wa watu? Wa kwenda wapi? Hata kama unasema mimi ni tajiri. I have God's declaration upon my life. Mimi tajiri. Mimi najua ya kwamba nitakopesha mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua nitakopesha mataifa. Umejibana kwa maneno yako. Wengine tumejibana kwa maneno yetu. Hata kama hali iko namna gani, jambo la moto na baraka utaona muujiza. Hata kama hali unaona kama ikai kuchange, amini hiyo. Usijibana maneno yako. Hapo declaration. Huyu ulimi uko na wai na uko na kifo. Utaamua na maneno yako. Lakini muujiza unaweza ongea au faith. Speak it bali kitu izaliki. Nena mpaka izaliki. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi kama nitakuruka baya kwamba wewe ni mhubiri wa mataifa. Speak it. Ongea hiyo tu baraka, usiwe kwa maneno yako. Usiwe kwa ulimi wako. Usijibane. Usiwe kama connection za nations ndogo hapa ni Marekani. Usiwe muujiza wako. Usijibane kwa maneno yako. Ni kwa sababu ile maneno ambayo umenena itakubana. Bwana Yesu asifiwe. Yes, itabiria mambo mazuri. Tabiria watu wako watu wazuri. Mambo mazuri. Ndoa yako, mke wako, mume wako. Tabiri mambo mazuri. Ukienda kwa biashara, kama mtumishi wa Mungu anasema ya kwamba hizi iko na biashara, watauza overflow, yaani watauza kabisa. Na kama unaona ni kama wewe hakuna customer, usiue ya muujiza, usiue baraka, wewe ya kama nitauza. Hata kama nyinyi mtaki nikiuza, mimi baadhi ya watu walisema ya kwamba wana biashara wote hii wiki watauza. Na hata baki watauza. Na kazi watakuja sio hata kama utausha na kala shilingi 10. Bwana Yesu asifiwe. Usijaribu kuwa muujiza wako maneno yako. Tumejibana kwa maneno yetu. In the book of James chapter 4:7. Mimi nakwambia siku ya leo. Kama kuna maneno ambayo linenea kinyume, waambie Mungu nisamehe. Wewe nimejibana kwa maneno yangu. Nimebana watoto wangu kwa maneno yangu. Wewe mzazi unaweza la watoto wako. Unawaitanga mbuzi hivi chama ndani. Anaanza kukula ile zile matari pale kwa sababu sasa tunamtanga mbuzi. Mbuzi kazi yake kula matari. Tumejibana kwa maneno yetu. Tumeomba baraka zetu. Tumeomba miujiza yetu ni kwa sababu ya midomo yetu na ulimi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Hapo declaration. Usiwe muujiza wako kwa sababu ya maneno maovu. Ni kwa sababu ya maneno mapotofu. Bwana Yesu asifiwe. James chapter 4:7. Basi jiwekeni chini ya Mungu. Mpingeni ibilisi naye atawakimbieni. Yes, tujiweke chini ya Mwenyezi Mungu. Tumpige ibilisi naye atakimbia. Atoroka. Leo jiweke chini ya Mwenyezi Mungu. Huyu ibilisi anatoka. Anapoona kwamba unasema kwamba mimi nibarikiwe. Unasahau unaokiomba sana kama mimi najua mimi I will go very far. Amen. I will make it. Amen. Baba yetu anatuambia kwamba tutangaze wiki. I'm going to make it. I'm going to make it. I'm going to have money. I'm going to be rich. In the name of Jesus. Na kuna mtu anaweza nitoa pale na shetani ujue hivyo. I'm going to make it. I'm going to earn money in the mighty name of Jesus. Amen. Yes. Jiwekeni chini ya Mungu. Umpigeni ibilisi na atawakimbia. Amen. Lakini utapiga ukiongea maneno mapotofu. Utapiga ukiongea maneno ya kujiua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tujiweke chini ya Mwenyezi Mungu. Our declaration upon your life, and you are going to make it in the mighty name of Jesus. Amen. 24. Serve God in covenant. Tumikia Mwenyezi Mungu kwa maagano. In the book of Psalms, chapter 50:5-6. Serve God in covenant. Tumikia Mwenyezi Mungu kwa maagano. Ndio Mwenyezi Mungu vile anaanza lanjao. Vile anaenda kanisani. Baba nisikose baraka yangu. Wengine tunakosa kumendene wa blessing.
Ni kwa sababu hiyo baraka tumepata haina maangano na Mungu ndani. Amen. Una roho ya pesa imekuingia. Unaambia Mwenyezi Mungu, wakati wote nitakuwa na pesa. Mimi nitakuwa nikitumika kwa pesa yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna kazi ambayo inaweza kwenda madhabahuni nikiwa na pesa niweze kufanya hiyo kazi. Amen. Mtumishi wako kuna siku ambayo atahangaika akihitaji kitu ya madhabahu nikiwa niko na pesa. Amen. Pesa zako wewe ziko na maangano ya Mungu pale ndani. Hata wakati ambao unaomba Mwenyezi Mungu, Mungu nibariki na pesa. Hiyo pesa ambayo unaambia Mwenyezi Mungu, mpango akubariki nayo hiyo Mungu. Hiyo pesa yako unaomba Mwenyezi Mungu, iko na mpango wa Mungu ndani. Bwana Yesu asifiwe. Wengine tunaomba tumebana na mama. Ni kweli mama amekubali. Lakini naambia Mwenyezi Mungu nibariki na school fees. Mungu nibariki na school fees, nilipia watoto wangu school fees. Mungu nibariki ni madai wa nyumba. Mungu nibariki watu wangu wana chakula. Yaani unaomba lakini hizo baraka hata hazina sababu ya Mungu ndani. Amen. Mungu nibariki ilikuwa msaada kwa mtu mwingine. Mungu nibariki. Inaona hata kwa madhabahu kunahitaji moyo wa madhabahu. At least madhabahu ikue iko beautiful. At least madhabahu ikue inapendeza. Mungu mimi ukinibariki na mimi kwa amani. Hiyo ndio kazi ya kwanza ambayo nanikula akili. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu aone hiyo kazi yako ambayo anakubariki nayo kuna maangano ndani nayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu ukinipatia hapa. Mimi kama nitakuwa na itakuwa na sauti. Hizo sauti yangu itakuwa nikiimba, nikusifu na hizo sauti yangu. Maana itakuambia nikuwa na sauti. Hizo sauti yangu ukinipatia, mimi nitakuwa nikikusifu. Mimi nitakuwa nikikuabudu kupitia sauti yangu. Kwa hivyo Baba inaomba siku moja nisipoteze sauti. Bali nikipoteza sauti Baba, sija kutumikia kwa uaminifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sija kutumikia nikiwa sina afya. Yes, how to maintain your blessing. Hiyo so God in covenant. Hiyo baraka ambayo unaombewa, ambia Mwenyezi Mungu kama ni yako. Mimi nikiwa na uwezo siwezi kukosekana nyumbani mwako. Nikiwa na nguvu siwezi kosa kufanya kazi yako. Amen. Nikiwa na pesa tu kazi yako haitawahi simama. Amen. Nikiwa na pesa. Do you serve God in covenant? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Psalms chapter 5 verse 6. Lazima tuanze kumtumikia Mwenyezi Mungu na maangano. Wengine tumepoteza baraka, tumepoteza miujiza yetu, tumekosa kupata makombozi yetu kwa sababu wengine hatumtumikii Mwenyezi Mungu na maangano. Mimi nakuombea siku leo utamtumikia Mwenyezi Mungu na maangano. If you serve God in covenant, hakuna siku hata moja kupoteza baraka yako tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Psalms 50 verse 5 to 6. Nikusanyieni waaminifu wangu waliofanya angano nami kwa tambiko. Mbingu zatangaza uadilifu wa Mungu, kwamba Mungu mwenyewe ni hakimu. Sikilizeni watu wangu ninachosema. Israeli natoa ushahidi dhidi yako. Mbingu zinatangaza juu yao. So hakuna mtu ambaye anaweza kufunga mbingu zako. Utakuwa ukitembea katika mbingu zilizo wazi. Na hakuna siku hata moja mbingu zako zitawahi fungwa. Ni kwa sababu ya kumtumikia Mwenyezi Mungu na maangano. Sisi kwa leo waamua kumtumikia Mwenyezi Mungu na maangano. Hakuna siku moja tuipoteza hiyo baraka. Mbingu zawezi kutangaza. Inasema kama ni mwanangu ninampendezwa na yeye. Hakuna siku anaweza kaa bila pesa. Hakuna siku anaweza kaa bila afya. Ni kwa sababu hakuna na watu wanga ananitumikia. Akiwa na pesa zake wanga ananitumikia nazo. Bwana Yesu asifiwe. 25. Deal with the proud in your life. In the book of Proverbs 11 verse 2. Deal with the proud in your life. If you want to maintain your blessing, be humble. Bwana Yesu asifiwe. Mungu asikubariki na gari ama motorbike ama pesa wengiwa na majifuno. Wana wale wengine hawafai. Siku moja kitambo sana, kuna kanisa moja tulikuwa tunakumbuka. Kitambo sana. Zinauliza ni kanisa ngapi? Kuna mzee wa kanisa alikuwa tunatumika Mwenyezi Mungu kama baba, lakini alikuwa mfanyikazi maana. So alikuwa anakuja once and for all. Alikuwa sababu unajua makanisa ya iko kitambo, kuna vile wao walikuwa wanatoa hii wiki mnafanya hii, mnafanya hivi, mnafanya hivi, mnafanya hivi. Kwa hiyo kuna pesa fulani ambayo mlikuwa mnasili kutoa. Sasa huyo mzee alikuwa anaingia kwa ofisi. Akiingia pale anauliza pasta nataka unielezee hii wiki watu wanapatiwa budget ya nini kama kanisa wafanya. Anaambia pasta nifanyie hesabu. Pasta anaanza kufanya hesabu
Lakini ukienda pale kwa madhabahu, usiende kutangaza jina langu. Sema tu kuna mtu ambaye amefanya hiyo kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyo mzee alinunua kanisa mzima, fili zikajaa. Hakuna siku ambayo kuna rande kanisani. Hakuna. Lakini kile alikuwa anapenda huyo mzee, hakuna siku hata moja alipenda kujitangaza mbele yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hapo anapenda kujitangaza, hata akifanya nini? Vyombo vya kanisa akanunua peke yake. Kama kiburi kama ile akanunua peke yake. Misa kama ile akanunua peke yake. Naye Mungu na alikuwa askari huyo mzee, wacha nikwambie. Yaani walienda vita siku moja. Askari wote wakauawa wakabaki peke yake. Amen. Peke yake. Amen. Ndege ikakuja ikamtafuta mahali alikuwa peke yake. Wenzake wamalizwa, akachukuliwa na ndege kwa sababu ya kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu bila kiburi. Amen. Wakati ambapo Mungu anakubariki, usiwe na kiburi. Usianze kujipiga kiburi sana kwa sababu hivi mimi nimenunua. Usianze kujipiga kiburi sana kwa sababu hivi ndio mimi nimenunua. Usianze kujipiga kiburi sana kwa sababu hadi ile vyombo mimi nimenunua. Huyo mzee nisoma kitu kimoja na yeye. Nilikuwa miaka kitambo sana. Na Mungu akamhifadhi wakati ambapo anafanya hiyo kazi. Akamhifadhi. Wale wazako walienda hospitali wote wakakufa. Na akabaki peke yake. Angekuwa na kiburi akisema kwamba hii kanisa mimi nimejaza viti, hapo mimi nimefanya hivi, mimi wao nafanya hii department, na department, alikuwa mnyenyekevu. If you want to maintain your blessing, uwa kiburi. Amen. Mungu asikubariki na wengiwe na majifuno. Mungu asikubariki wana wale wengine ni ovya wastahili. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati watu wanabarikiwa kama kwa sababu kazi imepanda. Unaona wale watu ambao walikuwa marafiki unaanza kuweka. Ni kwa sababu wao ni maskini, sasa kiwango imeinuka. Mimi nakuombea kwamba hata Mungu akubariki. Nyenyekea. Pia yangu, hata Mungu akikubariki, usijipandishe kiwango. Wanaojiinua maandiko yanasema kama anashusha. Lakini wao wanajishusha, Mwenyezi Mungu anawainua. Hiyo ndio mambo ya kiburi acha kuingia. Katika jina la Yesu. If you want to maintain your blessing, deal with the problem. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Proverbs 11 verse 2. Proverbs 11 verse 2. Kiburi huandamana na fedhea, lakini kwa watu wanyenyekevu mna hekima. Kwa watu wanyenyekevu mna hekima. Amen. Kiburi huandamana na fedhea. Kiburi huandamana na aibu. Wakati kiburi imekuingia, wakati Mungu anakubariki na kitu, wakati Mungu anakupatia baraka, na kiburi inakuingia. Fedhea iko hapo tena bisha mlango. Aibu tu bali na bisha mlango. Lakini hekima, ukiwa na hekima hautaibika. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nakuambia kwa mnyenyekevu. Amen. Usije ukaibika katika jina la Yesu Kristo. Amen. Dibosa umeendeni na blessing. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu kuna tajiri mmoja ile book of Luke. Maandiko yanasema ya kwamba alienda akapanda kwa shamba lake. Akapanda na akavuna. Akaweka gara zake zote zikajaa. Na watu wengi hawapo wamevuna, lakini Mungu akabariki kwa shamba lake. Alipobariki, hiyo siku akaambia roho yake, chakula imejaa, gara zangu zimejaa. Sasa unaweza tulia roho yangu. Utakuwa kikula unajaza. Wacha nikwambie maandiko nasema ya kwamba alilala na kuamka hakufa. Amen. Ndio maana wakuwa na watu wengine. Amen. Kuna watu wanapata baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kuna watu wanapata baraka wengine na majivuno. Mimi nakuombea kwamba majivuno sio sehemu yako in the mighty name of Jesus. Amen. Mimi nakuombea kuna baraka utapoteza. Hakuna baraka utapoteza katika jina la Yesu Kristo. In the book of Proverbs 16 verse 18. Proverbs 16:18. Proud goes before destruction, and obscurity before a fall. Kiburi inaleta kuangamiza. Proverbs 16:18. Kiburi inaandamana kuangamiza. Ile wakati unaona kiburi imekuingia, maangamizi inabisha mlango kwako. Mimi nakuombea kwamba Mungu akubariki. If you want to maintain your blessing, roho ya kiburi isikuingie. Hiyo ndio maombi yangu. Roho ya kiburi tunaikemea baikaba. Kila mtu kwa level yake ya kiburi. Lakini ategemea kiburi ina control ama wewe ndio una control ya kiburi. Bwana Yesu asifiwe. Be loyal. Proverbs chapter 3 verse 34. Be loyal.
Proverbs 3:34. Yeye huwadharau wenye dharau, lakini huwafadhili wanyenyekevu. Kuwa mnyenyekevu, being humble. Surely is contest corner, but gives grace to the humble. Be loyal. Usiwe mtu wa madharau. Unaobarikiwa, unaona sasa watu wengine hawafai, unaingiwa na madharau. Be loyal. Humble yourself before the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Humble. Mungu nasema ni asante. Hizi pesa wewe ndio umenipatia. Hii gari ndio umenipatia. Hii shamba ndio umenipatia. Hii ndoa ndio umenipatia. Binadamu. Lakini usiingiwe na madharau. Madharau. Kwa nini maombi yajibiwi? Hii ni kama nyinyi hamjui kuomba. Hata maombi kama hata wewe kapita hapa, maombi ni changa hapa tu kwa hewa. Wengine wanajua na madharau sana. Ni kwa sababu ameingia hapa juzi na ndio atibu ombi lake kwa rais. Wengine umebeleka ndio kwa madhabahu ya kifamilia. Bado inaendelea na kupangana yeye asipate baraka. Naendelea kumpinga. Lakini wewe unapata baraka usiwiki na roho ya madharau. Wanaweza asifiwe. Roho ya madharau ni mbaya sana. Hiyo madharau usibarikiwe na Mungu na uanze kudharau watumishi wa Mungu. Maybe mtumishi wa Mungu amekudharau, ana shamba, ana ndoa, ana gari, ana pesa, na anakuomba nasema hata sisi nikaje kanisa. Siwezi nikamsikiliza. Wacha niende Mombasa kule kuna mabasi wala kuna gari kama mimi. Wacha niende kule kuna mabasi wala wanaona harusi kama mimi. Wewe siwezi nikamsikiliza. Usiingiwe na roho ya madharau. Wakati roho ya madharau imekuingia, inakufanya kupoteza baraka yako. So be loyal. Be humble. In the First Peter chapter 5 verse 5. The book of First Peter chapter 5 verse 5. First Peter chapter 5 verse 5. Likewise, you young people, submit yourself to your elders. Yes, all of you be submissive to one another, and be called with humility, for God resisteth the proud, but gives grace to the humble. Ninyi watoto wadogo mwatini wale wakubwa. Tuwe nyenyekevu, to be submissive to one another. Tukuwa na roho ya nyenyekevu. Tukatae roho ya kiburi. Tukuwa nyenyekevu. Wale wadogo watii wale wakubwa. Hata kama umeingia mahali pale umebarikiwa kuliko mambo unapata pale. Be submissive. Be submissive to one another. Tunyenyekeane, tuwe tunanyenyekea. Patia huyu mwingine heshima, na yeye mwingine akupatie heshima. That will make you to maintain your blessing. Bwana Yesu asifiwe. Point nyingine. Be servant in the kingdom of God, but not boss. Be a servant in the kingdom of God, but not a boss. If you want to maintain your blessing, be a servant in the kingdom of God, but not a boss. Kama unataka to maintain your blessing, be a servant. Wengine tuko pale kanisani, tunatumikia huyu Mungu, lakini sisi tunakaa kama boss. Fanya. Mimi naonanga bwana kanisa iko na uchafu, uko na mikono. Bwana ofisi iko na uchafu, uko na mikono. Bwana kama iko na uchafu, uko na mikono. Be a servant. Kama tunataka kufanya kazi, fanya kwanza tuoneshe example. Tuone kuna kitu ambacho unafanya, lakini si ukifika pale, fanya. Mimi napenda wazazi wangu wengi madhabahu. Baba wangu akiona mwanangu akiroa. Every time wangu anapatia mwelekeo. Ama tunataka kufanya kitu na kwenda yeye ametangulia kufanya. Bwana Yesu asifiwe. So be a servant lakini mkono wote boss. Wengine tunakuwa mabosi pale. Kazi yetu tuweni na sisi hataki kutoa. Unaambia watu watoe na wao hataki kutoa. Waambia watu wavunje madhabahu na wao hataki kuvunja. Bwana Yesu asifiwe. In the book of Luke chapter 10 verse 40-45. Luke 10:40-45. Tunajifunza kuhusu how to maintain your blessing. Luke 10:40-45. Ninaamini ya kwamba hakuna muujiza wako ambao utawaipoteza katika jina la Yesu. Verse 38.
Walipokuwa safarini, waliingia katika kijiji kimoja na mwanamke mmoja aitwaye Martha. Akamkaribisha nyumbani kwake. Martha alikuwa na dada yake aitwaye Maria. Huyu aliketi karibu na Yesu akisikiliza mafundisho yake. Lakini Martha alikuwa anashughulika na mambo mengi. Basi akamwendea Yesu akamwambia, Bwana, hivi ujali kwamba dada yangu ameniacha nishughulike peke yangu? Mwambie basi anisaidie. Lakini Bwana akamjibu, Martha, Martha, unahangaika na kusumbuka kwa mambo mengi. Kitu kimoja tu ni muhimu. Maria amechagua kitu bora zaidi ambacho hakuna mtu atakaye. Ni Mark, the book of Mark chapter 40. Mark chapter 40 verse, Mark chapter 10 verse 4 to 45. But to sit on my right hand and on my left is not mine to give, but it is for those whom it is prepared. But when the 10 had it, they began to be greatly displeased with James and John. But Jesus called them to himself and said to them, You know that those who are considered rulers over the Gentiles, Lord, it is over them, and the great ones accept authority of them. Yet it shall not be so among you. But whoever desires to become great among you shall be your servant. And whoever of you desires to be first shall be slave of all. Lakini nani atakayeketi kulia au kushoto kwangu? Si wajibu wangu kupanga bali nafasi hizo watapewa wale waliotayarisha. Wale wanafunzi wengine 10 waliposikia hayo, walianza kuchukizwa na Yakobo na Yohana. Hivyo Yesu akawaita, akawaambia, mnajua kwamba wale wanaofikiriwa kuwa watawala wa mataifa, watawala watu wao kwa mabavu, na wakuu hao huamiliki watu wao. Lakini kwenu isiwe hivyo. Ila anayetaka kuwa mkubwa kati yenu, sharti awe mtumishi wenu. Anayetaka kuwa mkubwa katikati yenu, lazima awe mtumishi wenu. Bwana Yesu asifiwe. So, be a servant in the kingdom of God, but not a boss. Kama unakuwa mkubwa, watu lazima uwe mtumishi wao. Lakini si kuwa boss pale watu wakutumikia. Hata maandiko nasema kwamba Yesu aliwaosha watume wake miguu. Ni kweli Yesu ndiye alikuwa mkubwa pale, lakini yeye aliwaosha miguu. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Ndiye alikuwa boss, yani alikuwa mkubwa. Lakini Yesu amenyenyekea akawaosha miguu. Akawaosha miguu. Akawaosha miguu. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa na uwezo wa kumuosha, hata wengine walikuwa wanakataa. Lakini Yesu akamwambia kuna sababu ya kufanya hivi. Mimi nakuombea kwamba watu unatazama ukiwa. Hakuna siku moja utapoteza baraka yako. Serve God in the kingdom of God. Be a servant in the kingdom of God. Kuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu, but not a boss. Ana nikasema sababu ya dhabihu yako. Natangazia ya kwamba hakuna siku hata moja utawahi poteza baraka yako katika jina la Yesu Kristo. Hakuna baraka yako utawahi poteza by fire by power in the mighty name of Jesus. Sababu hii dhabihu natangaza ya kwamba you are going to maintain your blessing in the mighty name of Jesus. Another point, use your gift to benefit others. In the book of 1 Peter chapter 4 verse 10, use your gift to benefit others. Ile kipawa ambao uko nayo, tumia hiyo kipawa kwa faida wengine, kwa faida ya wengine. Kama ni kipawa ya uponyaji, tumia kipawa. Kama ni watu ambao ni wagonjwa, waponye, waombee wapate kuponywa, ni kwa sababu hiyo kipawa uko nayo. Bwana Yesu asifiwe. So use your gift to benefit others. Hiyo kipawa ambao umepatiwa, kitumia kwa faida ya wengine. Mungu ametambia kwamba kipawa ambacho ametupatia ni kwa sababu ya faida ya watu wengine, bali sio kwa faida yetu wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. The 1 Peter chapter 4 verse 10. 1 Peter chapter 4 verse 10. Kwa faida ya wengine kama wengine. Bwana Yesu asifiwe. Yes, kipawa ambao ambacho na Mwenyezi Mungu unastahili ukitumia vizuri kwa faida ya watu wengine. Hiyo kipawa ambao umepatiwa ni kwa sababu ya faida ya watu wengine, lakini sio kwa sababu yako peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama uko na kipawa uko nayo, hiyo kipawa ambao uko nayo
ni kwa sababu ya faida watu wengine. Tumia kipawa vizuri. Saidia watu kupitia kipawa ambao uko nayo. Baba wetu wa kiroho hapo kuna pawa nyingi za kuponya, za kukomboa. Leo kipawa tatumika faida yake wenyewe. Ni kwa sababu watu wanatoka mbalimbali, sehemu mbalimbali, wanakuja mahali hapa, wanaombewa, wanaponywa, wanakombolewa. Kama mtu ni mgonjwa, anaombewa hiyo ugonjwa inamtoka. Bwana Yesu asifiwe. So if you want to maintain your blessing, use your gift to benefit others. That gift you are, use it to benefit others. If you want to maintain your blessing. Kama unataka ukalishe ile muujiza wako, kama unataka ukalishe ile baraka yako, use that gift to benefit others. Mimi nakuombea ya kwamba hakuna siku nyingine ambayo utapoteza baraka yako. Na ile ambayo ulikuwa umepoteza ni kwa sababu ya kutojua. Atangaza ya kwamba baraka inarejesha kwako siku ya leo by fire by power. Na hakuna siku nyingine utaipoteza baraka yako in the mighty name of Jesus. Na pointi ya mwisho, develop a discipline of prayer and fasting. Develop a discipline of prayer and fasting. Kama umeombewa kitu, ana wengine katika maombi ya kufunga na kuomba. Hii kanisa yetu wanga tunaingia every month siku 3 kuomba, prayer and fasting. Tunaingia prayer and fasting siku 3. Wewe unaweza sema kila wiki itakuwa nikichagua siku moja. Ni kwa sababu hii baraka ambayo nimeombewa nimepata kwa madhabahu, nisije nikaipoteza. Hiyo muujiza ambao nimepata kwa madhabahu, usije ukaipoteza. Develop a discipline of prayer and fasting. Kwa mtu akupenda kuomba, kufunga na kuomba. Wakati ambapo unapomlima, unaponyima mwili wako chakula, unaua tamaa za kimwili. Kwa hivyo Roho Mtakatifu wa Bwana utakaribisha Roho wa Mungu sasa kukuongoza na kuelekeza. Tamaa za mwili utaua. Ni kwa sababu mwili utahitaji chakula lakini hautapatia. Mwili utahitaji maji lakini hautaupatia. Ni kwa sababu unaua the flesh. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nakuombea ya kwamba you are going to develop a discipline of prayer and fasting. You are going to engage in prayer and fasting. Na hakuna siku hata moja utapoteza muujiza wako. Wengine wanapoteza muujiza ni kwa sababu mimi naomba kwamba go you take a time in your own. Jitangulia tu siku hata moja ama mbili. Uingie katika maombi ya kufunga na kuomba. Wewe hutaki kunyima mwili wako chakula, hutaki kunyima mwili wako maji, unashinda na kuomba. Wanajua ya kwamba Yesu alifunga 40 days. Na alikuwa anakula chochote. Prayer and fasting na siku moja hizi ya kumaliza. Ukisema saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni, hiyo haiwezi ikakuua. So have that discipline of prayer and fasting. Mimi naamini kama siku la Mwenyezi Mungu ametuma kwako na najua kwamba umesaidika. Tulikuwa tunajifunza how to maintain your blessing. Jinsi ambavyo unaweza kalisha muujiza wako, baraka yako bila kupoteza. Naamini kwamba hizo points, hizo kiza ambazo nimekupatia, hakuna siku hata moja utaipoteza baraka yako tena katika jina la Yesu Kristo. No outer connection. Kuwa na madhabahu. Usijiconnect na madhabahu. In the Leviticus 6:2 vinasema kwamba tusiache moto wa madhabahu usizimike. Hiyo madhabahu ikupatia baraka, usijaribu kudisconnect na madhabahu. Kwa hiyo kuna namba iko mahali pale. Ndio kikapu yetu ya sadaka. Unaweza toa dhabihu yako, ujiunganishe na madhabahu. Tangaza ya kwamba kuna siku hata moja tutapoteza baraka yangu tena, muujiza wangu tena katika jina la Kristo. Semaji wetu pale mtandaoni, barikiwa sana na maisha yenu hayatabaki kawaida tena. Bye bye. Until we meet tomorrow.